Bwana Yesu asifiwe. Karibuni wapendwa wangu katika darasa huru la Injili linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV, na mwisho wa somo hili usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu aliye mwalimu mwema atutangulie katika somo hili tunapolianza kwa jina la Yesu. Leo ni siku ya 4 katika masomo ya vijana katika wiki hili la vijana. Leo ni siku ya 4 na tunaendelea kujadili kwamba kijana ni lazima ajue kwamba yeye ni zaidi ya anavyojiona sasa. Siku chache tu zijazo, kesho yake ni kubwa kuliko anavyojiona sasa. Kwa hiyo tunatamani katika darasa hili kuamsha muono mkubwa, kuamsha ari mpya ya kujitazama na kujitathmini kwa upya, kwamba leo yuko kama alivyo, lakini hatakuwa hivyo milele. Kijana, na kuahidi hutakuwa hivyo milele, na kama ulivyokuwa mwaka jana, tegemea mwaka huu utakuwa ni tofauti pia. Kwa nini? Mungu kuna kitu amekiweka ndani yako. Wakati mwingine inawezekana hukijui, lakini wewe ni mtu mkubwa sana ajaye. Wewe ni mtajiri mkubwa ajaye. Wewe ni mtu maarufu sana ajaye. Wewe ni msanii mkubwa ajaye. Wewe ni meneja. Wewe ni rubani mbona. Wewe ni mtu mkubwa ajaye. Wewe ni dokta mkuu. Wewe ni rais ajaye. Wewe ni waziri ajaye. Wewe ni mbunge ajaye. Wewe ni kila kitu ambacho wakati mwingine katika umri ulio nao unaweza usifikiri. Lakini ni nia ya darasa hili kuamsha muono mpya wa kijana, ajione kwamba ni zaidi ya anavyojiona leo. Wewe ni tofauti kabisa. Kesho yako ni kubwa kuliko ulivyo leo. Kwa hiyo leo yako isikukatishe tamaa. Wewe endelea kufocus kwamba wewe ni mtu wa tofauti kabisa ajaye. Lengo la darasa letu hili la vijana ni kumweleza kijana kwamba Mungu amemleta duniani kwa makusudi. Hakuna mtu aliyezaliwa duniani kwa bahati mbaya. Hakuna mtu aliyezaliwa duniani kusindikiza wengine. Hakuna mtu aliyezaliwa duniani huku kuangalia wenzake wanaofanikiwa. Hapana. Hapo tunatakiwa kubadilisha muono mpya, kuwa na mtazamo mpya kwamba kila aliyezaliwa, awe ni mimi au ni wewe, kuna kusudi Mungu ameweka ndani yako. Ni juu yako kuona namna ya kuutumia muda huu kwa kujikabidhi. Tunasoma maneno hayo katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Anasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Yeremia anaambiwa kabla sijakuumba kwenye tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia aliwekwa kuwa nabii wa mataifa hata kabla hajawekwa katika tumbo la mama. Wakati ni mimba tumboni, Mungu anajua huyu ni Yeremia na nimemtuma kuwa nabii kwa mataifa. Mstari wa 6, ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama mimi siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Mstari wa 7, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Yeremia anatufundisha nini hapa? Kwamba Mungu ana mpango na kila mwanadamu, awe ni mimba, awe ni hali ya uchanga, ni mtoto mdogo, ni kijana, ni mtu mzima, mwanadamu yoyote, bora uko hai duniani. Kwani wangapi wamekufa? Kwa nini wewe umebaki? Umebaki kwa sababu Mungu ana makusudi na wewe. Mungu ana kazi na wewe, na ni lazima ujue kwamba aliyeturuhusu tuje duniani hapa ni Mungu.
Aliyeturuhusu tuzaliwe ni Mungu. Anayetupa uhai ni Mungu. Aliyetupa pumzi ni Mungu. Anayesababisha mapigo ya moyo yadunde bila kusimama ni Mungu. Mungu ndiye kila kitu. Ndiye aliyetupa uhai tulio nao, ndiye aliyetupa uzima tulio nao, ndiye aliyetupa akili timamu, ndiye aliyetupa elimu, ndiye aliyetupa mali, ndiye aliyetupa kila kitu. Biblia katika Kumbukumbu la Torati anasema, maana Mungu ndiye atupae nguvu za kupata huo utajiri. Hata utajiri hatupati kwa nguvu zetu. Maisha haya hatuyaendeshi kwa nguvu zetu. Mwenye akili nzuri timamu lazima aamini kwamba yuko Mungu na ndiye chanzo cha uhai tulio nao. Hakuna anayeishi kwa nguvu zake, hakuna anayekufa kwa nguvu zake. Kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, na kama tukifa, twafa kwa Bwana. Sisi ni mali ya Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye ni mali yake mwenyewe. Huwezi ukasema niacheni, si mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe mwenye nini? Mbona huwezi ukajizuia usiugue? Mbona huwezi ukajizuia usife? Hata kama dunia unaipenda namna gani, mbona huwezi kujizuia usife? Kama maisha yangekuwa ni ya kwako, unayamiliki na kuyatawala, jizuie usife basi. Jizuie usiugue. Jizuie. Lakini kwa sababu dunia hii ni ya Mungu na sisi ni wa Mungu, sisi ni mali ya Mungu. Kila mwanadamu mwenye akili timamu lazima ajue yuko mahali hapa duniani kwa dhamana ya Mungu. Hivyo lazima umuogope Mungu, lazima umche Mungu, lazima umwabudu Mungu, lazima Mungu awe na nafasi ya kwanza katika maisha yako yote. Acha mambo ya dini, haya yanaweza kukupotezea muda. Mungu, Yesu Kristo kwanza, ndipo mambo mengine yafuate. Lengo la pili, tunataka kuwakutanisha, darasa hili tunatamani kuwakutanisha vijana na Kristo Yesu. Kumbukumbu la Torati Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaje siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo. Mhubiri Sulemani anasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Mungu ni wa kumkumbuka. Usijisahau ndugu yangu, mkumbuke. Tena anataka katika ujana, sio unakuja kumkumbuka Mungu uzeeni. Umeshafanya dhambi za kutosha, umejitengenezea lundo la dhambi, ndipo unamtafuta Mungu dakika za mwisho. Hata Mungu hapendi makombo. Mungu anataka umtafute wakati huu. Wakati huu unaanza kazi. Wakati huu ndio unatakiwa kumtafuta Mungu. Macho yana nguvu, masikio yana nguvu, akili ina nguvu, mwili una nguvu. Una nguvu kila katika kimwili, kiroho, kisaikolojia, uko vizuri. Wakati huo ukiwa fresh, Mungu anakutaka. Mungu anakuhitaji. Usiahirishe ndugu yangu, kwa sababu uzima ulio nao ni Mungu amekupa. Na hajakupa uutumie kwa ajili ya dhambi. Hajakupa mwili uutumie kwa ajili ya dhambi. Macho, masikio, utumie hivyo viungo kwa ajili ya dhambi. Hapana, Mungu hajakupa kwa ajili ya lengo hilo. 3, Zaburi ya 119 mstari wa 9 anasema hivi, jinsi gani kijana aisafishe njia yake, kwa kutii, kwa kulifuata neno lako. 4, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, mtu awaye yote asiudhalau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo, imani na usafi. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Somo lililopita la siku ya 3 ya wiki ya vijana tulijifunza juu ya changamoto ambazo zinawakabili vijana mpaka hawawezi kufikia malengo yao. Changamoto ya kwanza ambayo tulijifunza ni
ngono na zinaa, na tulijifunza kwa kina na kwa kirefu kwamba zinaa ni jumla ya madhambi yote yanayohusu ngono. Ngono ya jinsia moja ambayo ipo sasa katika kipindi hiki na ngono ya jinsia tofauti, uzinzi na uasherati, Mungu anakataza. Lakini ushoga, ulawiti, ubasha na kuzini na wanyama, Mungu anakataza kwa herufi kubwa, na anasema ni machukizo. Na kwa kufanya hivyo, katika Mithali sura ya 6 mstari wa 23 anasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Akili ya kuvaa nguo anaweza akawa nayo, akili ya kuenda darasani anaweza akawa nayo, lakini akili anayoongea hapa ni hekima na busara huna hata tone. Kwa sababu gani? Kwa sababu unafanya jambo litakaloangamiza nafsi yako, litakuletea aibu ambayo haitakoma, na tuliona hii kwa kirefu. Lakini kitu kingine kinachoharibu ndoto za vijana sio uzinzi tu, lakini madawa ya kulevya. Tukaona kwa mapana yake na madhara yake katika mwili. Somo hili lilikuwa zuri sana. Ukipata nafasi lisikilize tena na tena na tena, utajifunza vitu hivi jinsi vinavyoathiri hayo. Leo ni siku ya 4, tunaendelea na somo la vijana na tunaendelea na changamoto ya 3. Tunaendelea na changamoto ya 3 ambayo ni time management, matumizi mabovu ya muda. Vijana hatujui thamani ya muda, lakini tukijua thamani ya muda hatutaupoteza. Wazungu walisema time is money. Muda ni mali, muda ni fedha, muda ni pesa. Muda una thamani sawasawa na pesa. Ukipata muda umepata pesa, ukitumia muda umepata pesa. Muda jumlisha malengo. Ukitumia malengo yako vizuri katika muda vizuri, lazima upate pesa. Kwa hiyo changamoto ya maisha ya vijana ni muda, matumizi ya muda, time management. Time management ni shida ya usimamizi mzuri wa muda. Waafrika, Watanzania walio wengi, hasa kundi la vijana, uwezo wao wa kupanga mambo na kutumia au kutawala muda wao kwa hekima ili kufanikisha malengo muhimu waliojiwekea ni shida sana. Wanapoteza fursa nyingi sana kwa sababu ya time management, na ukiwauliza wanakuwa na visingizio na sababu nyingi sana. Kwa sina mtaji, ndugu zangu hawanisaidii, sina hiki, sina kile, sina hiki, sina kile. Lakini ana macho, ana mikono, ana viungo vyote, hana upungufu wowote, kaenda shule, lakini anashindia kucheza drafti, anashindia kucheza bao, anashindia kucheza pool, anashindia kuchana mikeka. Kwa unakuta anajishughulisha kwenye mambo ambayo yana maslahi madogo sana, na ukimuuliza kwa nini anatumia muda wake vibaya namna hiyo, anasema sababu na visingizio vinakuwa vingi. Sio muda wangu kulaumu, lakini ni muda kama mwalimu kuonyesha njia kwamba imefika mahali vijana lazima tuamke, tuwe na malengo na tutumie muda vizuri, kwa sababu muda ni mali. Panga malengo, halafu tumia muda wako vizuri kutimiza malengo. Malengo na muda ni vitu vinavyokwenda pamoja. Mungu kuna kusudi ameweka ndani yako kwa muda. Nakumbuka ujana wenyewe ni muda. Una muda. Hata mimi ninayeongea hapa niliwahi kuwa mtoto, niliwahi kuwa kijana, na sasa hivi naelekea kwenye uzee. Muda
Kama sijatumia ujana wangu vizuri, ndio hapo sasa ninakuja kujuta, kwa sababu kila kunavyokucha na kuchwa, uzee ndivyo unavyokukaribia, ndivyo ujana unavyozidi kupotea. Ujana ni kipindi cha mpito. Usifikiri utakuwa kijana siku zote, hapana. Kwa hiyo matumizi ya muda huamua uweje katika maisha yako. Time is money. Matumizi ya muda wako ndio yanayoamua kesho yako uweje. Wengi ni maskini kwa sababu matumizi ya muda kwao sio shida. Wanauacha tu, muda unapita, muda unaenda, na hii ni kwa sababu watu au Afrika wengi hatujui thamani ya muda. Tutajifunza baadaye kidogo kwamba muda umebeba thamani. Muda umebeba quality fulani. Muda umebeba fursa fulani. Tutajifunza muda sio mrefu. Time management kibiblia ni kutumia muda kama rasilimali uliopewa na Mungu kwa uaminifu na kwa hekima. Zaburi ya 90 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: basi utujulishe kuhesabu wakati wetu, tupate mioyo ya hekima. Matumizi ya muda, Biblia inasema ni hekima, sio akili. Sio akili, ni hekima. Hekima na akili ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa na akili usiwe na hekima. Hekima ni kutumia maarifa ulio nayo kutoa matokeo. Hekima na akili ni vitu viwili tofauti. Unapokuwa unapewa elimu, akili inapokea. Sasa maarifa uliopokea katika akili, ukiyatendea kazi, ukiyaingiza katika utendaji ili kutoa matokeo, hiyo ndio hekima. Wakati unatumiwa na hekima, sio akili. Biblia inasema Mungu utusaidie kuhesabu wakati wetu, tupate mioyo ya hekima. Muda una idadi, una mwanzo, una mwisho. Mungu anataka tuuhesabu, na kwa maana ya kuupangia matukio. Muda tuwe nao kuupangia matukio kwa siku. Hiyo ndio time management. Muda upo, unapita. Usiruhusu kupita bila kuupa kazi, bila kuutumia katika tukio. Hekima huonekana katika matumizi sahihi ya muda. Kama nilivyosema pale awali, unaweza ukawa na akili nyingi sana, lakini kama hekima haipo, huwezi ukawa na matumizi sahihi ya muda. Vijana wanaoshinda vijiweni ambao hawana kazi yoyote wanacheza karata, sio kwamba hawana akili. Wana akili. Ambacho hawana ni hekima. Hekima kama nilivyosema ni kutumia maarifa uliyopokea kuleta matokeo mazuri. Sasa Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 17, 18, neno la Mungu linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima. Umeona imetajwa hekima. Hekima inaenda na muda. Time management inaenda na hekima. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati. Umeona, panapotajwa hekima panatajwa wakati, kwa sababu wakati unaenda na hekima. Mwenye hekima atatumia muda vizuri. Sasa usije akasema nimetukana kwamba wasiotumia muda vizuri hawana hekima. Biblia ndio iliyosema. Naomba niisakizia Biblia hapa kwamba Biblia ndio iliyosema kwamba bali kama watu wenye hekima wakiukomboa wakati. Maanake watu wenye hekima, sifa yao mojawapo ni kuukomboa wakati au kuutumia wakati vizuri, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Usipotumia hekima kuukomboa wakati, utaingia kwenye uovu. Na ndio maana unakuta hata Waingereza
wanasema an idle mind is the factory of devil. Akili ambayo haitumiki, haina kazi, huishughulishi, inakuwa ni kiwanda cha shetani. Unakuwa kiwanda cha shetani. Usikubali ndugu yangu kuingia kwenye uovu, kwa kuwa factory of devil. Sasa katika mstari wa 17 nasema, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambayo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Unaona, usipotumia muda kwa hekima, unaingia kwenye uovu, unaingia kwenye ulevi. Wenzako wanalewa Roho Mtakatifu, wewe unalewa pombe. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Hili ni tahadhari. Nasema mkiukomboa wakati, kwa maana siku hizi ni mbaya, zina uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Muda huweza kupotezwa. Muda huweza kupotea. Muda unaweza kukombolewa pia, au kuwa na matumizi sahihi. Na wanaojua kutumia muda kwa matumizi sahihi ni wale wenye hekima. Sasa nataka tujiulize swali. Ni kwa nini vijana wengi hawafikii malengo yao? Ni kwa nini? Sababu kubwa ni kwa sababu ya time management. Ni kwa sababu hawana matumizi mazuri ya muda. Lakini ngoja nitoe sababu mbili za msingi ambazo tutapata nafasi ya ufafanuzi zaidi. Sababu ya kwanza, vijana hawana tija au matokeo ya ujana wao hayaonekani moja kwa moja. Kwanza, baadhi ya vijana kutokujua thamani ya muda. Kwa hiyo umepotea, sawa tu. Yeye anajua kumekucha, anaamka, anatembea mtaani, anamaliza mitaa yote, anarudi, anatamani, anakaa na story tu, tajiri fulani yuko hivi na hivi, tajiri, ana orodha ya matajiri wote, lakini yeye hana. Unaweza ukafikiri yuko pale kutangaza utajiri wa watu wengine. Hapana. Kila mtu ana ndoto aliyopewa. Kila mtu ana mbwe aliyopewa ya kufanya. Usitegee. Jishughulishe. Tumia hekima ili kuweza kutumia muda vizuri. Muda ni kipande katika umilele ambacho Mungu amekitenga maalum kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Hii inamaanisha kwamba muda una mwanzo na muda una mwisho na una mipaka. Muda lakini ni wa milele. Umilele hauna mwanzo wala mwisho. Mungu atusaidie kuyaelewa haya. Muda tunaoishi ni kipande cha umilele, na hicho kipande Mungu amekusudia tuishi kutekeleza matukio fulani. Kama nilivyosema katika kipindi kilichopita, hakuna aliyezaliwa duniani kwa bahati mbaya. Kila mtu kuna kusudi ambalo Mungu amemleta, au kuna jawabu alilokuja kujibu. Kuna jamii inamsubiri atoe majawabu katika lengo ambalo Mungu amekusudia. Kila mtu ni jibu la swali fulani katika dunia hii. Ndio maana nasema kwamba usijidharau. Lazima uwe na muono mkubwa kwamba hujajileta mwenyewe, na usije ukawa na muono mdogo kwamba umeletwa na wazazi, baba na mama. Amna, wale wametumika tu kukuleta, lakini aliyekuleta duniani ni Mungu mwenye malengo na wewe. Ndio maana ukitaka kufanikiwa, mtafute Mungu, mkumbuke Mungu, mche Mungu, muabudu Mungu. Atakupa nini sababu ya kukuleta hapa duniani. Sasa muda nimeutaja sana. Ngoja nitumie tafsiri mbili za Wagiriki. Wagiriki wamelitafsiri neno muda au wakati katika maneno yao mawili. Neno la kwanza ni kronos, neno la Kigiriki. Neno la pili muda ni kairos. Wanatumia kronos, wanatumia kairos. Kronos ni quantitative na kairos
ni qualitative. Nifafanue. Chronos ni wakati unaopimika, ni majira yanayopimika katika saa 2, saa 3, saa 4, hiyo ni chronos. Lakini ambayo ndio quantitative. Lakini kairos ni majira au misimu, ni muda au ni wakati unaobeba thamani, ni muda unaobeba fursa. Muda haupiti peke yake, unabeba fursa. Tunasema kairos ni msimu. Kwa mfano, msimu wa mvua wa vuli umebeba fursa ya kupanda. Msimu wa kiangazi umebeba fursa ya kuandaa shamba. Msimu wa mvua, Mwalimu Nyerere aliwahi kusema mvua za kwanza ni za kupandia, sio zinaanza halafu ndio unaanza kulima. Hapana, msimu wa mvua unatoa fursa ya kupanda. Msimu wa kipupwe unatoa fursa wa kukausha mazao. Hali kadhalika msimu wa masika. Kwa hiyo kairos ni msimu unaobeba fursa. Kairos ni wakati uliobeba fursa. Vijana tukijua kwamba kila sekunde inayopita mbele yako imebeba fursa, tusingechezea. Lakini ni vizuri tujue hakuna muda unaopita bure. Kila muda uliopita umebeba fursa fulani. Hujawahi kusikia ningejua ningeandika na mimi niombe. Lakini kachelewa, hakutumia fursa vizuri. Matokeo yake anapungia basi kwa nyuma, limemwachia vumbi. Unakuja kugundua ilikuwa chansi nzuri na watu walioomba walikuwa kwa sifa zangu hizi ningepata. Basi. Kwa hiyo unakuta vijana wengi wanakwama katika malengo na makusudi Mungu aliyowapa kwa sababu ya hawajui thamani. Wanafikiri kwa sababu leo ipo na kesho itakuwepo. Sasa ndipo tunapokosea katika muda. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba muda kairos ni muda ambao ndani yake kuna fursa. Kairos ni muda ambao jambo fulani linapaswa kutokea na kutendeka. Ni msimu unaobeba majira. Ni msimu unaobeba majira fulani. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, neno la Mungu nasema hivi: kwa kila jambo kuna majira. Sasa hili majira kwenye mabano ni kairos, kwamba kwa kila jambo kuna majira na wakati kwa kila kusudi chini ya jua. Huu mstari anasema kila jambo kuna majira na kila wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kinyume chake tunaweza tukasema hivi, sentensi inaweza tukaigeuza kinyume na kusema hivi: kwa kila majira kuna jambo. Hapa juu si amesema kwamba kila jambo kuna majira. Maana yake tunaweza tukasema kila majira kuna jambo, kwa kuwa kila jambo kuna majira. Mstari ndio unavyosema. Tuanze majira sasa ili tuweze kuelewa vizuri. Maana yake kila majira kuna jambo. Maana yake hakuna jambo ambalo halina majira yake, na kila majira yana fursa. Hakuna majira yanayopita. Ni mfano wa kifurushi au bando kwenye simu yako. Ndani ya kifurushi husika kuna fursa. Kila bando inategemea ukubwa wake au udogo wake, lakini kila bando linakupa fursa ya kufanya mawasiliano. Kwa mfano, kupiga simu, kutumia internet, kutumia message. Ni muda ambao umeununua, ambao ndani yake inakupa hizo fursa. Sasa umenunua bando halafu ulitumii. Ndio hapo sasa. Sasa maisha
ni kipindi maalum cha muda maalum ambacho Mungu amekupa kama zawadi ili uweze kuutumia huo wakati kutimiza kusudi lake kubwa aliloweka ndani yako. Mhubiri sura ya 3 tumeona hapo mstari wa 1 kwamba kila jambo kuna majira yake. Maanake kila majira yana jambo lake. Kwa hiyo tatizo la kwanza, vijana kutotumia muda vizuri, ni kwa sababu hawajui thamani ya muda. Kama nilivyosema, kairos, hawajui. Wanafikiri muda ni huu wa saa tu unaokwenda ta kronos. Lakini muda kwa Kigiriki kuna neno la muhimu sana linalotusaidia kujua thamani yake, thamani ya muda. Kairos, muda uliobeba thamani, muda uliobeba matukio. Kwa mfano sasa hivi muda wa kusoma chekechea, mimi sasa hivi sina. Nikienda kusoma kule itakuwa kwenye front page magazeti ya kesho, kwamba mzee fulani aonekana darasani akiwa na miaka 70. Kwa nini? Kairos imeshamwacha. Kuna matukio ambayo sasa hivi unajuta na yamepita. Ile ilikuwa kairos. Na kwa vijana kujuta ni kwingi sana. Ningejua nisome, ningejua nifanye, ningejua niende VETA, ningejua. Hiyo ningejua ni kairos ambayo huwezi kuirudisha tena. Tambua thamani ya muda inakwenda na matukio, na Mungu akupe ufunuo ili uweze kujua muda huu fursa yake ni ipi, niitumie. Ukifikiri utakwenda tu, sio kweli. Na jambo la pili linalosababisha vijana wasiweze kupiga hatua ni kitu kinachoita procrastination. Samahani, mapengo yanasumbua. Maana yake nini? Ni uvivu wa kuchelewesha mambo. Uvivu wa kuchelewesha mambo. Wakati mwingine kwenye mabano imeandika kulogwa. Watu wengi wakati mwingine wamelogwa, wameshikwa fahamu zao, wanashindwa kufanya maamuzi sahihi kwa muda, wanaahirisha. Procrastination ni tabia ya kuahirisha kufanya jambo muhimu kwa wakati. Mtu anajua jambo linafaa kufanywa sasa, lakini anaahirisha. Badala ya kutenda sasa, mtu anasogeza muda kwamba nitafanya baadaye, nitafanya mbele kidogo, kwa visingizio kadhaa kwamba nitafanya baadaye, au bado siku ziko, nitaendelea kufanya. Nyerere aliwahi kusema, linalowezekana leo lisingoje kesho. Kuahirisha si jambo jema. Kuahirisha jambo ni kuahirisha muujiza, kwa sababu uzito unaoona leo kwenye jambo hilo sio lazima uzito huo uone kesho. Umuhimu wa mtu kukupa kitu chake leo, ukamwambia utanipa kesho tu, hamna shida, sio lazima kesho aone umuhimu ule kama aliouona leo. Kwa hiyo watu wengi wamepata hasara kwa ajili ya sababu ya kuahirisha mambo. Visingizio vimewakwamisha watu wengi. Kuahirisha mambo kumewagharimu watu wengi. Nitafanya baadaye, nitafanya kesho. Procrastination ni kuua muda kwa makusudi wakati wajibu unakungoja. Unajua wajibu ni wakwako na unakungoja, unaahirisha. Hiki kitendo kimegharimu watu wengi na vijana wengi. Unajua unapaswa kusoma, lakini unaahirisha kusoma, unaamua kuangalia movie, simu, au unaenda kulala. Hicho kitendo kimewagharimu watu wengi, wakafeli katika masomo yao, si kwa sababu hawana akili, ila muda wa kusoma wao waliahirisha, wakaenda disco. Lakini unajua una kipaji au wito, lakini unaendelea kusema siku moja nitaanza,
Kama una kipaji usiahirishe, anza leo. Linalowezekana leo lisingoje kesho. Sasa Mithali sura 27 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, usijisifu kwa habari ya kesho, kwa maana hujui siku itakavyozaa. Unaahirisha kwa ajili ya kesho. Kesho unaijua? Kesho unaijua? Unajua utakavyoamka? Kwa sababu kila siku ina matukio yake. Wewe unasugeza matukio ya leo unayapeleka kesho, ili ya kesho upeleke lini? Kwa sababu Mungu haahirishi matukio. Matukio yanaenda na muda. Kwa hiyo muda ukipita unaenda na matukio yake. Mithali sura ya 18 mstari wa 9 anasema, mwenye kusingizia wakati wa hari ni ndugu yake mharibu. Anayesingizia wakati wa hari, ndugu yake yeye ni mharibu. Mithali sura ya 6 mstari wa 9 anasema, ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Mstari wa 11, hivyo umasikini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Hivyo umasikini wako kwa kulala na kuweka uvivu, kuendekeza uvivu, kuahirisha mambo, anasema umasikini wako huja kama mnyang'anyi. Sasa maana yake nini? Sawa, sio kila maskini wa leo ni matokeo ya uvivu. Wengine ni wachapakazi sana, lakini na wanatumia vizuri thamani ya muda. Ndio tupale narudi sasa kwamba hapo inawezekana kuna kulogwa hapo, maana Watanzania nao kwa kuloga wenzao hawajambo. Ushirikina ni mwingi sana, watu wengi sana wanakwamishana kwa ajili ya nguvu za giza. Wakiona una maendeleo fulani wanakukwamisha. Wakati mwingine kuahirisha namna hiyo ni wenzako wamekushughulikia. Ndio maana tunakwambia njoo kwa Yesu, kimbilia kwa Mungu, wala usiende kwa waganga, wala usiende kwa wachawi. Hao watakufunga zaidi. Lakini umasikini wa wengine ni michezo ya ndugu zetu wabaya. Wanafunga fikra, wanafunga vipato. Chuma ulete ipo. Kuna mbinu nyingi sana za kishetani unazozijua na usizozijua. Zipo ndugu. Kama nuru ipo, giza lipo. Kama mchana upo, usiku upo. Kama Yesu yupo, shetani naye yupo, na yuko kazini. Usije ukafikiri kalala, na usije ukafikiri na kuogopa. Kama huna Yesu, una shetani, na shetani ataruhusu uweze kukamatwa na kuwekewa vizingiti katika uchumi wako na maendeleo yako na uwezo wa kufikiri. Kumbuka, Biblia inasema Ibilisi kazi yake ni mungu wa dunia hii. Kazi yake ni kupofusha fikra za watu, fikra hizi ili usione. Ndio maana katika Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema hivi, ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu silaha zetu si za mwili, lakini zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa sikiliza ngome anazozitaja. Anasema tukiangusha ngome za mawazo, 1. 2, na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu ambacho ni kiburi. 3, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Maana yake usipokuja kwa Kristo na kuzilazimisha fikira zako zimtii Kristo ni shoti. Usipojua namna ya kuja kwa Kristo ili kuangusha ngome za mawazo. Ngome ni mitazamo, ni mindset, negative mindset. Kuna watu wengine wana negative mindset. Kila unachomwambia anaogopa. Nunua gari, litagongwa. Nunua nyumba, nyumba bana sijui itakula hela nyingi na haizalishi. Nunua mashine ya kusaga, watu mashine nyingi. Yaani kila unachomwambia mindset yake imekwama, imegota. Shetani amebana. Wachawi wamebana.
Unamhitaji Yesu akufungue. Yesu anatajirisha, Yesu anafungua, Yesu anaweka watu huru. Yesu anakufungua fikra zako, anaangusha ngome za mawazo, anaangusha kiburi. Hata kule kusema Mungu, kutokumpa Mungu nafasi yake na heshima yake ni kiburi cha uzima. Hicho ndio kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, juu ya elimu ya Mungu. Kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu kwa mwanadamu ni kiburi. Kwa hiyo mwanadamu anakabiliwa na ngome za mawazo ambazo ni negative mindset, lakini mwanadamu anakabiliwa pia na kiburi kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Chochote kinachoitwa Mungu, chochote kinachoitwa Yesu kwamba ni Bwana, unapinga tu bila sababu, unapinga tu. Hicho ni kiburi cha uzima ambacho kinakufanya umkatae Mungu na ujikubali mwenyewe kwamba unatosha. Kiburi ni kuona mwenyewe unatosha kuliko mwanadamu yoyote. Huhitaji msaada wa mtu, huhitaji msaada wa Mungu. Hicho kiburi kinajiinua juu ya elimu ya Mungu. Kikatae mpendwa. Fikira kama fikira zako unatakiwa kuziteka. Maana yake zilikamatwa na nani? Si unajua maana ya kuteka? Ukisikia mtu katekwa, maana yake kachukuliwa kinyume cha hiari yake. Maana yake fikira zetu lazima tujifunze namna ya kuziteka. Kuziteka maana yake tuzichukue hata kinyume cha zinavyotaka. Zitake, zisitake, lazima tuzitiishe kwa Kristo. Na Mungu atusaidie, mwanafunzi wangu. Fikira zako naziteka katika jina la Yesu, zipate kumtii Kristo, ili uweze kutoka kiimani, uweze kutoka kiuchumi, uweze kutoka katika dhambi na katika uovu. Fikra, ngome za mawazo na kiburi. Maisha ya mwanadamu yamefungwa katika muda. Mafanikio ya mwanadamu yamefungwa katika muda. Kuinuka kwa mwanadamu kumefungwa katika muda. Watumishi wa serikali wanatofautiana baada ya saa 9:30. Utanielewa? Watumishi wote wa serikali au wa binafsi walioajiriwa, au niseme waajiriwa wote, wanatofautiana kiuchumi saa 9:30. Kwa sababu kuanzia saa 1:30 wanapokwenda kazini wote wanalipwa mshahara sawa. Wanatofautiana saa 9:30. Unapotoka kazini saa 9:30, nini cha nyongeza unachokifanya? Unautumiaje huo muda wa mapumziko? Kumbuka, watu wengine wakitoka saa 9:30 ndio wanasema sasa nimepata muda wa kwenda kutanua. Anakwenda beach, anapunga upepo, anakula hela. Wengine vijana wanaenda kilingeni, wanacheza pool, wanacheza drafti, wanacheza bao, wanacheza karata. Sisemi ni mambo mabaya, lakini fikiria mwenzako akitoka saa 9:30 anakwenda kufanya biashara. Hata kama ataingiza 500, amekuzidi. Unautumiaje muda? Saa 9:30 unapotoka kazini, unautumiaje muda? Wengine wanatumia kwa majungu, wengine tunautumia kwa kuhubiri Injili kama hivi. Wewe unautumiaje? Kwa tija ipi? Wengine wana kazi ya kutembea mtaa moja hadi mwingine, mtaa wa 7, mtaa wa 8. Ana kazi ya kuhesabu magorofa ya wenzake. Ya kwako wana kazi ya kuhesabu magari. Wengine wanakaa kwenye lami pembeni, wana kazi ya kuhesabu mabasi. Kwamba champion imepita hapa, sasa Shabibi sasa hivi na yenyewe inapita. Haya magari wewe yanafukuzana sana. Unajua Shabibi ina magari 200, inakusaidia nini? Inakuhusu. Unautumiaje muda? Unahesabu mali za watu? Unabishana Simba na Yanga? Hata kama utabishana kama mimi Simba na Yanga natetea, sawa. Mbona hawakujui? Mohamed Ali hakujui hata kama unashabikia Simba huko. Hakujui. Anafurahi tu kuna washabiki wa kudhaa kutosha, lakini wewe kama wewe, hata kama Simba watapewa mamilioni kwa ajili ya kushinda klabu bingwa Afrika, wakapewa mamilioni, wewe utaishia kukauka sauti tu kwa kushangilia huko, lakini hata sumni upate. Tumia muda vizuri. Tumia muda vizuri, kwa sababu wanaotumia muda vizuri walio wengi wanafanikiwa.
Waswahili wanasema muda una thamani, time is money. Tumia muda uweze kufanikiwa. Kufanikiwa kwa kijana hutegemea jinsi anavyotumia muda wake. Muda ni rasilimali ya ajabu sana. Ni rasilimali isiyoeleweka kwa undani kwa watu wengi, lakini wachache waliogundua kuitumia kwa hekima wako tofauti. Wengi huchukulia muda kama kitu cha kawaida sana, kama kitu cha ziada, lakini matokeo yake wengi hushindwa kuzalisha matokeo tarajiwa kupitia huo muda. Muda na maisha ni vitu ambavyo kamwe haviwezi kutenganishwa. Hakuna muda, hakuna maisha. Maisha ni mjumuiko wa matukio mengi ambayo mtu huyafanya katika kipindi fulani cha muda. Muda ndio unaotuwezesha kutoa hesabu ya maisha. Kwa mfano, mtu anaweza akasema mimi nina miaka 20 au na 30 au na 45 au 70. Anamaanisha kwamba maisha yako yamefungwa katika muda huo, na katika hiyo miaka 20 iliyoisha, maana yake ndani yake muda ulibeba matukio unaweza kuyasimulia. Nilibatizwa mwaka fulani, kipaimara, nikaokoka, nikamaliza shule ya msingi. Matukio, maisha ni mtiririko wa matukio yaliyofungwa katika muda. Sasa mtiririko wa matukio hayo yanakunufaishaje kiroho? Matukio ya maisha hayo yaliyowekwa katika maisha yako yanakunufaishaje? Kuna wengine wana kazi ya kujidunga madawa ya kulevya, ni sifuri. Una kazi ya kutoa udenda, utakuja kuzalisha lini? Una kazi ya kufukuzia watoto wa kike, una kazi ya kufukuzia watoto wa kiume. Sawa, kuna wengine wanafanya biashara hiyo, lakini haina baraka. Kwa hiyo mtiririko, thamani ya maisha ya mwanadamu imefungwa katika matumizi ya muda wake. Tumia muda wako kwa tija, kwa manufaa. Wito ninaotoa kwa vijana, tufikiri kwa upya thamani ya muda. Tufikiri kwa upya matumizi ya muda wetu, ili tuweze kuzalisha, tuweze kuwa na tija na muda. Muda ni mfupi sana. Muda ni mfupi, kama nilivyokuambia. Hata na mimi nilikuwa kijana, leo ni mtu mzima, naelekea uzeeni. Muda utaongea, lakini muda huo huwa una kanuni zifuatazo. Ninapomaliza nataka nikupe kanuni sita. Kanuni sita, bado muda kidogo. Kanuni 6 za muda. Kanuni ya kwanza, watu wote tumepewa muda sawa. Duniani hapa tuna masaa 24. Hakuna aliyepewa masaa 26. Wote tunaishi masaa 24. Wote tunafanya kazi au tunakuwa mchana masaa 12. Hakuna aliyeongezewa kwamba mwenzetu huyu mchana wake una masaa 15, au huyu badala ya siku 24 masaa 24 yeye kapewa zaidi, au mwenzetu huyu mwezi wake una siku 60. Wote tumepewa masaa au tumepewa muda sawa, lakini cha ajabu tunatofautiana. Maskini, matajiri, waliosoma na wasiosoma. Waliosoma na wasiosoma ni matokeo ya matumizi ya muda. Matajiri na maskini ni matokeo ya matumizi ya muda. Muda ndio kila kitu, ndio zawadi ambayo Mungu amefunga makusudi yake ndani. Ndio muda ambao Mungu amefunga baraka zake ndani. Hilo ni kusudi la kwanza. Hilo ni kusudi la kwanza. Na tunasoma katika Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11. Anasema hivi: nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo. Sikiliza sasa. Lakini
wakati na bahati huwapata wote, lakini wakati na bahati huwapata wote, lakini wakati unaotajwa hapa ni kairos, unabeba bahati. Wakati unaobeba bahati ni kairos, na Biblia inasema kwamba inawapata wote. Wakati uliobeba fursa unawapata wote. Changamoto iliyopo, wewe unajishughulishaje kuijua wakati huu umebeba fursa gani niitumie? Wakati mwingine ni uvivu tu, wakati mwingine ni uvivu na kujitia katika mambo ambayo hayana maana, lakini wakati na bahati unawapata watu wote. Sifa ya pili, nisema katika zile sifa, kanuni ya pili ya muda kamwe hauwezi kusimama ukusubiri wewe. Hapana, muda hauwezi kusimama. 3, muda mara zote huja na fursa zake. Tumeona hapo juu kwamba wakati unakuja na fursa zake. 4, kanuni ya 4 ya muda kamwe hauwezi kuhifadhiwa. Muda huwezi ukauweka store kwamba ngoja niufungie hapa ili baadaye niutumie. Sasa unapita, muda unapita, na unapopita haupiti peke yake, unapita na quality yake, unapita na fursa yake. Ukiikosa fursa, ukiukosa muda, umeukosa na fursa yake. Kwa hiyo huwezi ukauhifadhi muda ili utumie baadaye. Kanuni ya 5, muda kamwe hauwezi kufidiwa. Shuleni unaweza ukafidia vipindi ambavyo ulikuwa hujavifundisha, lakini muda ukipita huwezi kuufidia. Utautoa wapi? Utautoa wapi muda ili ufidie? Kwamba sikusoma shule ya msingi, kwa hiyo nifidie, nijirudishe nyuma nikasome kwanza msingi. Kwa mfano kipindi cha Magufuli kuna watu walikamatwa kwa ajili ya kukosa vyeti fulani. Sasa maana yake nini? Hata kama wangetamani kufidia, sawa, unaweza ukaenda QT ukafanya PC ukafaulu ukaendelea na maisha, lakini muda huwezi ukafidia. Kwa hiyo kanuni ya mwisho inasema muda unaweza kuukomboa. Muda unaweza kukombolewa. Huwezi kuusimamisha muda, wala hatuwezi kuuhifadhi muda, wala hatuwezi kuufidia muda, lakini tunaweza kuukomboa. Kuukomboa wakati ndio mada halisi ambayo ninaisema hapa. Kuukomboa muda maana yake ni kuukomboa, ni kufanyia kazi kwa moyo, kuufanyia kazi muda kwa moyo. Kama wakili katika muda, tunaweza tukawa mawakili bora wa muda kama tutajua namna ya kuukomboa. Wakili bora wa muda ni yule anayejua kuukomboa muda. Biblia inasema hivi katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 16, maisha ni muda na muda ni rasilimali ya thamani ambayo kila mwanadamu amepewa, na tumepewa kwa kiwango sawa. Kama nilivyosema, Waefeso sura ya 5 mstari ule wa 15, neno la Mungu linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana nyakati hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5 anasema hivi, enendeni kwa hekima mbele za walio nje, mkiukomboa wakati. Unakuta hekima wakati, hekima wakati, hekima wakati. Maana yake hekima anayeweza kuitumia wakati vizuri kwa tija
ni mwenye hekima. Wataka utumie wakati vizuri, tafuta hekima, kuwa na hekima. Lakini kama huna hekima, hata niongeeje, unaweza kufikiri natukana au napoteza muda kwamba mzee Kimweli naye sawa, lakini anayetajwa hapa ni mwenye hekima, ndiye anayeweza akautumia muda kwa manufaa, kama tulivyosoma hapo katika Wakolosai. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Mimi ni mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweli. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote. Amen.